Hello guys, how are you? Niko hapa tufundishane kuhusu maisha ya kiroho, kujengana, kuelimana na kufunguana katika roho. Katika roho, kuishi katika Kristo ama kuishi katika spiritual life. Watu wengi bado hawajajua kuingia ama kuishi ndani ya roho. Bado hatujajua njia na namna zaidi. Bado hatujajua mambo ya spiritual. Nataka uwe na mtu ambaye anajua zaidi kuishi katika Kristo ama kuishi katika pia roho. Kitu cha kwanza nitaongea katika roho ama katika spiritually ni kuhusu upofu wa kiroho. Utajuaje wewe ni mpofu wa kiroho? Utajuaje wewe kuwa ni mpofu wa kiroho? Ukitaka kujua kama wewe ni mpofu wa kiroho, ni moja. Unaweza kuwa umelala ama uko katika usingizi unalala. Umelala umeota, lakini kila unapoamka katika ile usingizi ama katika ile ndoto, ukumbuki chenye ambacho umeota. Ukumbuki chenye ambacho umeona kule. Ukumbuki kabisa. Hiyo sasa ni njia moja ya kuwa wewe ni mmoja wapo katika wale ambao wako katika upofu wa kiroho. Na kuna wale wengine kabisa hawaoni chochote. Na hiyo sasa ni hatari. Ukiwa katika Kristo lazima ukumbuke na wote. Na lazima pia ukumbuke chenye ambacho umeota. Ukumbuke ni nini chenye umeota, ujue ni nini chenye umeona katika ile ndoto. Mungu anaongea na sisi kupitia ndoto. Mungu anasema na sisi kupitia ndoto. Shetani naye vita vyake pia viko spiritual. Haviji physical. Anaenda spiritual. Na pale ukiwa spiritual ndio hapo Mungu anatumia hiyo fursa ya kuongea na sisi kuhusu mambo ya kiroho. Anaongea na sisi kuhusu labda kuna mtego wote umeoteshwa ama kuna kitu chochote umeona. Na unapoona kile kitu, usikipuuzie. Iwe ni saa ngapi, iwe ni muda gani. Amka, kemea, angamiza hiyo kitu kabla haijafika. Ikaja sasa physical ikakuattack. Inaweza kuwa umelala umeota kitu chenye ambacho uelewi. Inategemea na expression yako ya umeamka. Ukiona uelewi, amka, sambaratisha hiyo kitu katika Kristo. Angamiza, kuwa prayer warrior. Sambaratisha na uangamize hiyo roho ya kipepo. Ikuondokee katika maisha yako. Na umwambie Mungu akupatie ulinzi zaidi na pia azidi kukuonesha mengi katika roho. Haya, wewe unalala na uone kitu kabisa. Uko katika hatari. Ama pia unalala na umesahau. Wewe ndugu yangu mmoja wao katika wale wapofu wa kiroho. Sisi Mungu alituumba. Hatuna nguvu zozote, lakini aliye ndani yetu ni mkuu zaidi ya kitu chochote. Zaidi ya lolote. Ndio maana tunaongea naye katika roho. Tunaongea naye katika spiritual. Yaani tunaongea naye kupitia ndoto. Usifikirie umeota tukaona ni ndoto tu na normal. Usiwahi dharau ndoto yako yenye umeota. Iwe ni saa ngapi, iwe ni muda gani, iwe ni time gani. Usiwahi ambiwa asubuhi na asubuhi hii ndoto haiko sawa, hii ni urongo. Usiwahi dharau. Hivi ni mambo za spiritual, hizi ni mambo za kiroho. Unafaa ukubaliane nazo na upigane nazo. Hiyo ni moja kuhusu upofu wa kiroho. Kutana na mimi tena kesho ama baadaye. Kesho ama baadaye kuhusu mambo ya tuongee zaidi kufunguana katika roho na katika Kristo. Unapotaka kujifungua katika hiyo roho na unaona kabisa nikilala sikumbuki ama nikilala sioti ama sioni chochote. Ni jambo moja. Ingia katika mfungo wa siku 3. Tukisaidiana na wewe katika haya maombi. Ukijifungua na ukiamini na ukiomba uwe na imani thabiti. Uwe na very strong faith. Mwambie Mungu, nimekataa upofu wa kiroho. Nafuta, naondoa kila mask zozote, kila nguvu zozote za upofu wa kiroho, kila roho zozote zenye kuleta upofu ndani ya macho yangu ya kiroho.
ninang'oa hizo nguvu kwa jina la Yesu. Ninatoa hizo falme zote za kiroho kwa jina la Yesu. Ninatoa hizo nguvu zote za kiroho kwa jina la Yesu. Ninasikata na kusambaratisha hizo nguvu kwa jina la Yesu. Ninazichoma na kuziteketeza hizo roho, ninazimaliza na kuziangamiza. Ewe Yesu wangu, simama na mimi katika njia zangu, nifungue katika roho, nijenge katika Kristo, nijenge katika imani. Ndani ya siku 3, ndugu yangu mpendwa, Mungu naye ataenda kufungulia na utaanza kuona katika mambo ambayo yaliyokuwa sirini, mambo yenye ambayo ulikuwa umefichiwa hujayaona, Mungu naye atakufungulia. Kama utakuwa katika vita vikali, pia Mungu atakufungua. Subscribe on my YouTube channel as Tina Sami. Don't forget to like or to comment for more. Mungu awabariki na Mungu azidi kuwajenga na kuwainua.